I just wanna be with you. I just wanna be with you. Heavenly Father, we pray that in the next few minutes, you are about to speak to our lives. You are about to transform someone. You are about to change a life. You are about to give us a new direction. You are about to reveal the hidden secret of the kingdom. How I pray that your power will be revealed to us in a mighty way. How I pray that the entrance of your word will bring understanding. How I pray that as we meditate on your word today, deep revelations will come. How I pray that today the sick will be healed, the oppressed will be set free, and the ones who have been given up they will arise again. How I pray that the sun of righteousness will shine in someone's life. How I pray that your power will rule over again. Have your way, our master. Have a way, our papa. We arrest every spirit that was sent again in the service today. We arrest every power that has been operating against your children. We take authority over every spoken word again in this service. We declare upon this rock you shall build your church, and the gate of hell shall never prevail against the church. How we pray that you will take over and everything will bow, because we are ministering just your word, nothing else but your word. Now take control, use us, arrest our mind. Anything that is human, take it away, and allow your word to be exactly as you prepared it in your mouth today. Speak to our lives and transform us. We celebrate you and we celebrate your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless you, praise and worship. And before you sit down, kindly shake 2 or 3 people and tell them, I've changed my mind. Tell them I've changed my mind. I have changed my mind. If you can be able to shake some few people's hands and tell them, I have changed my mind. If you can tell them, I have come back to my senses. Oh my goodness, oh my goodness. And without taking much time, let's read the book of Luke, Luke 15 and verse 17. John Woolley, Luke 15 and verse 17, and we will be moving together. This is what the word of the Lord says in Luke chapter 15 verse 17. When he came to his senses. When he came to his senses. Look at another, tell a neighbor, you are coming back to your senses today. He said, how many of my father's hired men have food to spare? And here I am starving to death. Read it again. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired men have food to spare? And here I am starving to death. Read 18. I will set out and go back to my father. Amen. I will arise and go back to my father. And if you want to continue, you can read the whole chapter. But today somebody is making a decision to arise again. Amen. I say tonight somebody is making a decision to arise again. Amen. Where they thought they have finished you, I came today with an anointing to cause you to stand again. Amen. I say tonight you are bouncing back. Amen. I say tonight you are bouncing back. Amen. I say tonight
Where they thought it's an end, I announce it's the beginning. Where they thought you will never arise again, where they thought they have kicked you off, I declare there is an anointing in the house to bounce back, to stand again. Somebody say, I'm arising again. Somebody say, I'm arising again. You may have your seat. I feel strongly in my spirit tonight, somebody's arising again. I say somebody's arising again. I say somebody's arising again. I came with a message to somebody that you are rising again. Oh my goodness, you are changing your mind. You are about to stand up. And let me tell you, child of God, when somebody has been on the ground, there are some things that when you stand with. And that one of the things you stand with is dust. When you arise from the ground, you will look at yourself and you realize that I am no longer as clean as I was. But let me inform you something. When you arise and you realize you have some dust, what do? You shake it off, you take it down, and when you make a step, no one will realize if it's the color of your clothes or what it is, because when you make a decision, it is all about what is inside, not what is outside. The way you appear is the reflection of what you are inside, not what you think people are saying. I declare tonight, somebody will make a decision to arise again. Amen. I said somebody will make a decision to arise again. Amen. We are reading a scripture, children of God. I want you to understand very well. A scripture we are reading is a scripture of a man that the Bible does not mention the name. The name of this man is not mentioned in the Bible. The Bible says there was a certain man. When the Bible does not announce a name of somebody, when Jesus gives an example of somebody without mentioning a name, is because he wants you to put your name in the place of that person. There was a man, and that man had 2 sons, and the Bible does not mention the names of those 2 sons, and those 2 sons were the children of a rich man, and that man was able, was capable, was wealthier, and he had all what it takes to take care of himself and the children. And the Bible says there came a day, the younger child came to the father and he said, Daddy, I need my inheritance. I want you to understand something. Sometimes our childish behavior causes us to look for things instead of looking for an identity. And we start focusing God on what he can give, what he has, what he can provide, and not of who he is. Why? Because we are the younger ones. When the elder ones are quiet looking at the identity of the father, we are busy, we younger ones, looking for inheritance of things that we can take. What we forget as we are is that we don't inherit things, we inherit names. When you are busy looking for things to inherit, then you are still a younger child. You are still a child in the kingdom. Children in the kingdom look for things to inherit, but mature people look for names to inherit. The younger one came to the father and he said, Daddy, I need things. I need my part of inheritance. Take it away as long as you are still alive. I don't want to know the day you will die. I don't care if you will become poor tomorrow, or you will become healthier tomorrow, or you will become more rich tomorrow. Just give me my part. I come to tell you, children of God, lack of ability to wait upon God and to give God time to finish what he's doing in our lives will cause us to take what is not worthy. You are so quick to tell God, give me my part. Either you are God or you are no longer to be God. Tomorrow you will not be God, or whatever will change will come. I don't care. Just give me my part. I come to tell you, cool down, child of God. If God is planning for you to get something, then you have to cool down, wait upon him. He will release something in your life. If you hear me, say I hear. Watu wengi tuko na shida kwa sababu tunakimbiza Mungu.
Nipatie yangu, utake usitake nipee yangu. Mungu anakuambia ngojea mtoto wangu ninakuandalia mazuri, utarizi jina, nimekuita kwa jina langu, wewe ni wangu milele. That is Isaiah 43. Unamwambia uniite kwa jina lako ama usiniite kwa jina lako, weka yangu hapa. Mimi nataka nione matokeo saa hizi, iwe imekomaa iwe haijakomaa, nipee matokeo. Sikiza mtoto wa Mungu, nikuibie siri. Kuna vitu vitatu utaelewa ambavyo Mungu huwa navyo, ambavyo unafaa kuvielewa. Na nitakupatia mfano kwa mango. Unajua mango? Hello, do you know mango? December, when it comes December, ukambani kila mti unakuwa umebeba. Hata kama ulikuwa mrefu unakuta umekuwa mfupi, kwa sababu umebeba uzito wa matunda. Lakini utaelewa kitu moja. Mango wakati imeanza kukomaa, unaweza kukiona ni kikubwa hivi, lakini bado ni kiroho. Kimekuwa kikubwa but ni kiroho. That's the first R I want you to understand. It's still raw. When you take it, kwa sababu ya ukubwa, jaribu kuikula. Nakwambia utasikia imeuma huku, imeuma huku, imeuma hapa, imeingia kwa meno, unasikia ni kama unakula sumu. Na inakuwa shida kwa sababu kimejenga lakini bado ni raw. Kuna stage ya pili ya mango. It is when it is ripe. That time it becomes juicy. Unaikata, unakula, unasikia iko inashuka mpaka unasikia ni kama hii kitu nitakula mpaka na hiyo mbegu ya ndani hiyo ni nzuri, inashuka. Lakini kuna stage ya tatu, ikikaa sana kidogo inatoka kuwa ripe, inakuwa rotten. Ukijaribu unasikia ni kama imepoteza ladha, imekuwa mbaya, inakuwa na shida. Inamaanisha nini mtoto wa Mungu? Yote inaanza na size hiyo kubwa, lakini stage zinapishana. Wakristo wengi unaweza kuwaona wako wanapiganisha Mungu awapatie mango yao, na Mungu anawaambia ndio unaweza kuiona imekuwa kubwa lakini bado tungali kiroho. Ngojea tu muda kidogo itakuwa ripe. Lakini wewe unasema Mungu, as long as I can see it, give it to me. Na leo Mungu anatuma nikwambie kuna stage ambazo utabadili mawazo, ungojee muda wa Mungu. Kwa sababu ukingojea muda wa Mungu utapata kitu ambao kinafaa. Kama unanisikia sema amen. Amen. Kuna mahali ambapo utaachwa kuambiwa injili ya uongo, injili ya microwave. Ni kwamba ukiweka hii namba mara moja itakufanya rich. Hakuna kitu kama hiyo dunia hii. If you want to become rich, be faithful to God, be faithful to his servant, and work hard. Can I repeat? The Bible says, believe in God, you shall be established. After being established, believe in his prophets, you will prosper. So when you become faithful to God, and you become faithful to his servants, and then you work hard, you get rich. But hii story ya kukuambia unaweza kulala kutoka asubuhi mpaka jioni na ukiamuka unatuma tu kama ni pesa fulani kwa hii namba na mara moja unakuwa rich. Mungu sio loto. Hello? Am I talking to somebody? God wants you to change your mind and understand that faith does not work according to the way the world wants you to see it. Faith works according to the principles of God. Bwana asifiwe. So this child anaamuka anaambia baba yake nipe urithi wangu. Na baba yake anamwambia no problem, what you need I will give you. Why did the father hakumwambia you are still young, I will not give you this? Kwa sababu God, who is the father in the story. Hello? God is the father in the story. God is the one represented by the father figure. Kwa nini baba hakuambia mtoto bado wewe mchanga, pesa zitakuharibu? Ni kwa sababu Mungu na umungu wake utembea na principles. Hallelujah.
And the number one principle is that God said, look, today I have set in front of you life and death. Choose life and live. But if you refuse to choose life, you will choose death, and God will not intervene. Let me tell you something, children of God. Our decisions are keys to our success or to our failures, not God. That's the reason why mtu anaitwa Adamu na Hawa. Mungu aliona Hawa akiongea na nyoka, na Mungu alijua ya kwamba nyoka anakuja kuchezea Hawa, lakini Mungu hakukuja asignal Hawa amwambie Hawa, usisikize nyoka, usisikize nyoka. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alijua ya kwamba alipoambia Hawa kuhusu nyoka na matunda na vyote, ilikuwa kazi yake imeisha. Iliyobaki ilikuwa principle ya Mungu, hawezi kwenda kinyume yake. Uamuzi sio wa Mungu. Uamuzi wa mafanikio yako ama kushindwa kwako ni yako. Kwa hivyo Mungu alikuwa hapo na akaona Hawa akifanya decision, lakini Mungu hakukuwa na uwezo wa kuinterfere na decision ya Hawa, kwa sababu mafanikio yako ama kushindwa yako sio Mungu, ni uamuzi wako. Somebody say I will change my mind. Somebody say I will change my mind. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, ukiamua kuwa mzembe, ukiamua kuwa mvivu, ukiamua kuwa mtu ambaye hataki kazi, ukiamua kuwa mtu ambaye hataki mambo ya Mungu, utake usitake, hiyo sio Mungu, ni wewe. Uamuzi wako utatoa matokeo na sio Mungu ama binadamu, ni wewe. Kwa hivyo leo Bwana ananituma nikwambie, badili mawazo. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Amen. Nilikuwa niko naongea na mtu nikamwambia, kuna mtu ambaye alifariki just hapa haijapita muda mrefu, na watu wameongea kuhusu huyo mtu, wameonyesha mafanikio ya huyo mtu, wameonyesha uwezo wa huyo mtu, wameonyesha nguvu za huyo mtu, wameonyesha kila chochote ambacho walifaa kuonyesha kwa huyo mtu, na kila yeyote aliyesikia habari za huyo mtu alimtamani na alimpenda. Lakini nikauliza rafiki yangu mmoja, kwa nini huyu mtu ambaye alikuwa wa mafanikio duniani kama huyu, ambaye mpaka alijua anabaki na umri gani wa kuishi na muda gani wa kuishi na kila kitu, hakuna mtu kwa wote ambao wameongea kumhusu ameongea kuhusu maisha yake ya kiroho? Hakuna mtu amesema baada ya hiyo alituambia, jamani mchungaji kuja, ama shehe kuja, ama pastor kuja, ama ni kuhani ama priest kuja uniombee ukaambia Mungu hiki na hiki. Hakuna chochote kilitajwa kwa maisha ya huyo mtu ambaye nilikuwa ninafuatilia nikisikiza watu wakiongea, na nikauliza, ni mafanikio gani tunayo ambayo itatufanya tufike mahali ambapo tukifika hata wakati wa kufa Mungu hawezi whisper kwa sikio yetu atuambie, by the way, you have succeeded a lot. Can you take another success after death? Na hakuna hiyo, kwa sababu uamuzi utakao ufanya kwa hii maisha unayoishi itahakikisha maisha itakayokuja. Sio Mungu anakuambia kitu, sio nani anakuambia kitu, ni wewe unaamua. Injili inahubiriwa kama mbegu inatupwa mahali pote. Udongo itakayokubali mbegu kuota itaota, itakayokataa mbingu haitaiforce. Watoto wa Mungu, Mungu hatumikagi na dictatorship. Pia Mungu hatumikagi na democracy. Mungu hutumika na theocracy, mahali ambapo yeye anasema yake na yako wewe mwenyewe utaamua kama itaungana na yake ama yako itaenda kivyako. Lakini leo jioni ninakuja kukuambia, una neema kusikia sauti ya Mungu, badilisha mawazo. Nasema badilisha mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo kijana alifanya uamuzi, akasema, Baba nipe mali yangu, sehemu ya mali yangu ninataka kuishia.
na baba yake akampea ambayo ilimtosheleza. Kijana akahisi, hii ambayo nimepea, what I have been given is enough for me to move out of this place. What I have been given is equal to what they are remaining with. I will go with this. Listen, child of God, Mungu anapokupea baraka haijamaanisha mbingu zita run out of baraka. Acha kuwa na pupa ya kuangalia baraka, utoe macho kwa Mungu wa baraka. Kwa sababu Mungu haana mahali anatoaga baraka, yeye ndiye baraka. Hello? The same way God is not having any source of love because he himself is love. Not the same way God does not have any source of blessings because he is the source of blessing. So when God blesses you, you have a tendency of removing your eyes from the giver and you put your eyes on the blessings. Uko na tendency ya kutoa macho kwa Mungu aliyekupea, alafu ukimbilie kuangalia lile amekupea. Niliwaambia hiyo haikuanza leo na haikuanza jana. Ilianzaga na Adamu. Mungu anaenda anamletea mwanamke, anampatia Hawa, anamwambia mke huyu. Adamu akiona Hawa, yeye na Mungu story kaisha. Ikawa sasa wewe ndiye mifupa ya mifupa yangu, minyofu ya minyofu yangu, utaitwa sasa kuwa mwanamke, na anaanza kumwangalia. Alo, ikafika mpaka mahali shetani alikuwa na uwezo wa kutoa Adamu karibu na Mungu, lakini hakuwa na uwezo ya kutoa Adamu karibu na Hawa. Kama tu wewe. Ni rahisi sana shetani kukudisconnect na Mungu, lakini sio rahisi shetani kukudisconnect na pesa. Angalia jirani yako, mwambie badilisha mawazo. Ni rahisi uambiwe ya kwamba Mungu hakuaje na ukubali. Lakini ukiambiwa maisha bila ndoa inakuaga sitaki. Maisha bila pesa inakuaga sitaki. Kwa sababu ni rahisi sana shetani kudanganya Adamu aachane na Mungu, lakini sio rahisi shetani kuambia Adamu achana na Hawa. Mungu anawafukuza toka kwa bustani, Hawa na Adamu wanashikana, wanatoka pamoja. Kwa sababu shetani hakuweza kuwatenganisha, aliweza tu kuwatenganisha na Mungu. Wakristo wengi tuko na shida kwa sababu mambo yetu ya kiroho ni rahisi kuyavunja kuliko mambo yetu ya kimwili. Twende kanisani, mambo yako mengi, tuko na story nyingi. Kesho usiende kazi, nikose kazi nivutwe, kwa sababu kazi hiyo ni ngumu sana wa kutenganisha na yao. Lakini mambo ya kanisa, hata nisipoenda Pastor Alfred ataimbisha, na baada ya kuimbisha John Mule atamjibu, John Mule kimaliza wataujihubiria wenyewe. Hiyo inaonekana, lakini hakuna siku utasema CEO atafanya kazi kwa ofisi yangu, na baada ya ofisi yangu atasaini hizo mabarua, na baada ya mabarua atapokea mshahara yangu. Hakuna siku. Mambo ya kiroho ni rahisi sana kujitenga. Mambo ya kimwili tumejiunga sana. Tukisajili na kumwambia badilisha mawazo. Hiyo inaonyesha utoto wa kiroho ambao watu wamebeba, na ndio kwa maana wako haraka kuambia baba yao, nipe urithi wangu. Na huo urithi ambao unajiitishia, maana yake haujaeneza umri. Mtu huwa hajiitishi urithi, ni mwenye atarizisha ndiye upeana urithi. Ukikuta mtu anasumbuka akiitisha urithi, maana yake hajaeneza umri wa kurithi. Ambaye atarithi ni mwenye atakurithisha, ndiyo kuambia umeenea sasa, chukua hii. Lakini ukikutana mtu anapigana wamurithishe, huyo mtu ni dangerous. I have been in present worship since the beginning of this church until today. No, they have to make me someone. Unataka kufanya nani? Angalia jirani yako, mwambie badilisha mawazo. Mimi nimekuwa Sunday school teacher. Hii muda yote mpaka na mimi nataka wanifanye sasa Sunday school superintendent. Tutakufanya hata Sunday school askofu. Tutakufanya hata Sunday school pop. Kama ni cheo unatafuta, lakini cheo yenye unajitafutia sio cheo, itakuwa sumu. Mtoto wa Mungu, acha kujitafutia ukuu, ngojea Mungu akufanye mkubwa. Haleluya. Nasema acha kujitafutia ukuu, ngojea Mungu akufanye mkubwa. Acha kujitafutia mali na vitu vikujae. Ukiwa mwaminifu na unafanya kazi yako kwa uaminifu na vizuri, mali na pesa na vingine vitakujaa kwa muda. Ukikomaa na vitu vitakomaa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kuna wakati tulikuwa tunakuwa na ibada, na hii ibada yote ambayo tutakuwa nao kama siku ya leo, our Tuesday services, na tunakutana tuko mimi na wale wawili wenye wanakaa hapo na cameraman. Mpaka nakuwa naambia cameraman usigeuze kamera hivi, watu wasikuje kugundua kwamba nilikuwa nikihubiria nini? Viti empty. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa muda ambao tulikuwa tungalichanga kwa umri. Halo. Hatungepigana tuseme sasa, Mungu kama unatuita ujaze hii viti. Mungu anakuambia, mtoto wangu, hakuna mtu alizaliwa na akakimbia. Mtu uzaliwa na anafungwa, anangojea apate joto, akomae, aanze kunyoosha tu miguu. Baada ya hiyo hataishi kwa hizo pampases, atakomaa. Am I talking to somebody here? Shida ni kwamba tunapiganisha, tunaitisha ukuu kabla tutakoma. Mimi siwezi kubali. No. Something must be done. What do you want God to do? Do you want God to give you a car? Na wewe mwenyewe hata haujui driving school inakuwa wapi. Wakuuliza driving school za Kenya ni gani na gani? Haujui? Unafikiriaga wanaendaga boarding? Kwa sababu haujui iko wapi, lakini umesumbua tu. Mimi Mungu amenisahau. Mungu ameninyima gari. So ulete driving license, umwambie baba niko tayari sasa. Na uanze kuclaim ukiwa uko na evidence. Ndio kukomaa ni kuambia Mungu nimefikisha umri ya hii, leta sasa hii, na hii leta sasa hii. Kama hujafikisha hiyo umri, mtoto wa Mungu atanikuibia siri. Mafanikio kabla ya umri ni sumu. Badilisha mawazo. Nasema badilisha mawazo. Narudia tena, badilisha mawazo. Ukipata upako mtoto wa Mungu, haitamaanisha uanze huduma. Kuna utofauti ya upako na uchungaji. Halo. Kijana akakuja kaambia baba yake, nipe mali yangu, ninataka kwenda na mimi nijitest. Kijana kabeishi kwao. Pesa yote hakatawahi kuitafuta, hakatawahi kuitumikia, hakatawahi kufanya chochote. Baba yake ndiye uleta, kazi yake kukula. Lakini anaona sasa yeye babake ametumikia, unipee. Sikiza kuibia siri mtoto wa Mungu. Kuna vitu ambavyo Mungu atakuruhusu upitie ili kwamba masosi yako ikomae. Ukikomaa ukija kupata vyenye Mungu atakupea, hauta misuse, utavitumia na hekima, kwa sababu Mungu amekupitishia mahali ya kukomaa. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura yake 24, Biblia inasema na Abrahamu akaamua kufanyisha kiapo Eliezeri ya kwamba ataenda na kutafuta mwanamke juu ya mtoto wake. Na akaenda akamtafutia Isaka Rebeka, na akamletea Rebeka. Na huyu Eliezeri alipompea Rebeka, Isaka alikuwa katika familia ya watajiri. Na Biblia inasema kwa Mwanzo 24, ukisoma hapo chini, Abrahamu akabarikiwa zaidi kwa kila kitu alichokuwa nacho. Ukisoma Mwanzo 25, Biblia inasema na Abrahamu alipofariki akachukua zawadi, akapea watoto wake wengine, kwa watoto wa Ketura akapea kina Ishmaeli wote zawadi, lakini urithi wake wa baraka na pesa na vyote na mali akapea Isaka. Ukisoma Mwanzo 26, Biblia inasema Isaka alikuwa broke mpaka alikuwa anataka kimbilia Egypt. Jiulize sasa, mtu ambaye baba yake amepea mke, Mwanzo 24, mtu baba yake amepea mali na vyote na urithi 25, 26 iko broke. Biblia inasema na njaa ikaja mpaka Isaka akataka kukimbia kwenda Egypt, lakini Mungu akamwambia usitoke hapa, nitakubarikia hapa Gerar.
Na ndio akabaki hapo, ndio Mungu akamsaidia afanye nini? Akarudia tena Isaka, akaanza kuchimba visima ambavyo baba yake alikuwa amevichimba. Sosi ya ufanyikizi wa baba yake alikuwa ame-neglect. Amedhania tu kwa sababu nimeridhishwa kila kitu niko sawa, hapa sasa nitaendelea hivi. Sikiza nikwambie siri, mtoto wa Mungu. Isaka alibidi arudie chini ili kwamba akili zake zifunguke, aelewe ya kwamba vitu ambavyo nimeachiwa havitanifanyikisha, ni vitu nitakavyovijenga vitanifanyikisha. Sikiza nikuibie siri, mtoto wa Mungu. Umaskini unaweza kukuoa ukiwachiwa vitu vyote, kwa sababu umaskini sio mifuko, umaskini ni akili. Angalia jirani yako, mwambie badilisha mawazo. Isaka iko broke. Unajiuliza alikuwa broke namna gani na aliridhishwa kila kitu. Sikiza nikuibie siri, mtoto wa Mungu. Vitu ambavyo tunapewa havikuwaje na value. Huwa hatukingi na kutunza vitu ambavyo tumepewa. Lakini vitu ambavyo tumetokea jasho ni vitu ambavyo tunachunga na umakini, kwa sababu tumeweka nguvu zetu hapo. Naomba Mungu akuamshe kutoka kwa uzembe uanze kufanya kazi. Naomba Mungu akuamshe kutoka kwa uzembe, hiyo kidogo ambayo unayo uitumikishe kwa nguvu, itazaa matunda ya mafanikio. Kama unanisikia sema haleluya. Kuna watu ambao unakutana wanakaa ni kama akili hazitumiki sawa, walirizishwa kila kitu, waliwapamba kila kitu, pesa ziko kila mahali. Ukienda kuangalia, mimi nimesoma na watoto wa matajiri, wote wako na vichwa sawa. Wanakitropi hapo na gari. Hata ukiona mwili yake unaona tu hii. Hata hii mwili wamemsaidia. Unasema huyo amesaidiwa kila kitu. Hata akili anatumia ni ya baba yake. Lakini wengine walizaliwa kama watoto wa jirafu. Unajua jirafu tu ndiye mwenye uzaa mtoto na anamwambia mtoto wangu, utajua unakuja duniani. Hapa ni kila mtu kujishughulikia. Halo? Sasa jirani yako mwambie badilisha mawazo. Jirafu akipata mtoto, kwanza unajua jirafu ni mrefu. Halo? Jirafu ni mrefu. Jirafu huwa hakunji goti apate mtoto. Jirafu anakuwa anasimama anaangusha katoi. Kanatoka huko juu chini. Kakigonga chini. Jirafu anakaangalia. Jirafu huwa halambi mtoto vile wanyama wengine wao wanafanya, kama paka kama nini, anamlamba akitoa hiyo uchafu, alafu anamchunga, anamfunika, anamfanya vizuri, anampapa mtoto. Hakuna mchezo ya hiyo kwa jirafu. Kakianguka kutoka juu, anageuka na kaangalia hivi. Kako hapo hivi, kako kanasikia ya kwanza kuwa duniani. Kanasikia mama yake anakaachia. Teke! Kanainuka hivi, kanakonga huko. Mama yake kanajiuliza, sasa nimedu huyu nini? Huyu naye nimemfanya nini? Tangali kanajiuliza kamemfanya nini? Mama yake anakafuata. Teke ya pele. Kanaenda. Kakiwa kanatafuta kujiuliza ni nini, kanaona mama yake anakuja. Kanasema kama hizo mbili amenipiga bila huruma, ya tatu singoje. Kanasimama kwa miguu yake, anakimbia kenyewe. Inamaanisha nini? Mama yake anakaambia, umeingia dunia hii, kwa hii msitu mahali umeingia, kuna simba, kuna chui, kuna wanyama wa aina ambao mimi ni lunch. Wao wananitafutaka kila muda. Wakinikuta nimekupata na nimeanza kukupamba, wewe na mimi watatukula. Amuka uunge mkono, anza kutafuta maisha yako. Sikiza jirani yako, mwambie utabadili mawazo. Nimepanguza viti kanisani, pastor niambie, you are the best. And you are the best. I'm proud of you. You are all what I have. There is no time for that in the kingdom. Wake up and look for strength. Serve the Lord, because they are enemies. They are not waiting for you to be pampered. They will eat you. Wake up and serve the Lord. Look at your neighbor, utabadili mawazo. Kubadili mawazo, tutabadili mawazo. Na kajirafu kanaamuka, kanajua hapa mahali niko sio home, tuko kwa msitu. Hapa kuna wazuri na wabaya.
Hapa nilipoanza kujitafuta, mama ameniambia nijiweke nguvu. Na Roho Mtakatifu anatuma nikwambie, mtoto wa Mungu, umejifunga ya kutosha. Badili mawazo. Acha kulialia vitu unalilia havina maana. Amuka umfanyie Mungu kazi. Amuka uanze kutafuta kibarua. Amuka uanze kutafuta cha kufanya. Amuka uwe aggressive. Maisha haiko ya walezi. Kama unasikia sema haleluya. Kama unasikia sema haleluya. Kama unasikia sema haleluya. Mungu atabariki kazi ya mikono yetu. Mungu hatabariki kitanda unashinda ndani. Biblia inasema Mungu atabariki hiyo usingizi unalala mchana. Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Unaletea Mungu nini abariki? Halo. Kama unasikia sema nasikia. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, dunia hii, huduma ya Kikristo, Biblia inasema kwa kitabu cha Mathayo sura yake 11 ya kwamba toka wakati wa Yohana mpaka sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na ni wenye nguvu ndio watauteka. Since the days of John the Baptist, the kingdom of God suffers violence, and the violent shall take it by force. I came to tell you, you must be violent. Hello? Umeingia kwa kanisa, unakaa hivi, wanakuuliza, dadangu umekuwa kwa hiyo huduma muda gani? Mwaka sasa. Mwaka unafanyaga nini? I'm very careful, very calculative. I look at people and I study them. Utatustudy mpaka unazeeka. Amuka ufanyie Mungu kazi. Hakuna zawadi mbinguni, hakuna hiyo crown wanaandika wale waliokuwa wakistadi wa Kristo. Hello? Hakuna hiyo wanaandika wale wenye walikuwa waangalifu wasikuje kukosea. Biblia inaniambia wazi ya kwamba akaja akawapea talanta, akaangalia kila mmoja kadiri na uwezo wake. Akapea mmoja talanta 5, akapea mwingine talanta 2, akapea mwingine talanta 1, na akawaachia na akasafiri. Aliporudi, watano akawa wa kwanza kuja, na akamwambia, Bwana wangu, ulinipea talanta 5 na nimeitumikisha, hapa nina talanta 10. Akampea, akamwangalia, akamwambia, welcome my faithful servant. Umetumika kwa shida, sasa ingia katika ufalme wa Bwana wako, ule na ufurahi. Akaangalia wa pili, akamwambia, Bwana wangu, uliniachia 2 na nimezitumikisha, na hapa kuna 4. Akamwangalia, akamwambia, karibu mtumishi mwema, ingia katika ufalme wa Bwana wako, ule na ukunywe, kwa tabu umetumika. Akaangalia watatu, na watatu akamwangalia kwa uso, akamwambia, vile wewe unasemaka. Akamwambia, ninakujua Bwana wangu, wewe unakuwaga mgumu sana wewe. Huyu jamaa alikuwa mkosa adabu. Wewe ni mgumu sana, na hakuachiaga kwa ugumu. Akamwambia, unatafutiaga kwenye haukuwekea, na unavunaga mahali haukupanda. Kai. Kwa sababu ya ugumu wako nilikujua wewe, nikaamua kuchukua talanta yako, nikaenda nikaificha, ili kwamba utakapokuja nikurudishie. Kwanza, number 1, PR yako hakuna. Umesimama mbele yangu na matusi mara moja. Number 2, matusi ya kunipotezea muda. Ninaangaliaga mahali sikuwekea, na huwa ninavuna mahali sikupanda. Okay, wapi talanta yangu? Niliichukua nikaificha. Ukaificha wapi? Kwa nyumba yangu. Wewe haukujua kuna wale watu ambao ukiwawekesha talanta yangu wanaweza kuifanyia kazi, alafu ikazaa at least mafanikio kidogo. Kwa nini uliweka talanta yangu? Maana yake sio talanta ninahitaji tena, utalipa talanta na muda ulipoteza. Watoto wengi ambao wako kanisani leo wameficha talanta.
wakaichukua wakasema, ninajua Mungu alinipatiaga uweza wa kuomba, ama ninajua Mungu alinipatiaga uweza wa kuimba, ninajua Mungu alinipeaga mzigo wa kujenga kanisa, ninajua Mungu alinipeaga mzigo wa kusimama na watumishi wa Mungu, lakini ninajua Wakristo wa siku hizi ni wagumu, wanatafutiaga mahali hawakuwekea na wanavunaga mahali hawakupanda. Acha nifiche hii huduma yangu, niwe na observe, nitawamesha, nitawapima chini ya maji. Anakuwa anaangalia chini ya maji. Anaingiaga kanisani Sunday, anakaa hapo nyuma, ibada ikiisha ni wa kwanza kwa gate. Kwa sababu yeye anakujaga tu kusikiza injili, na hiyo talanta anaiweka vizuri. Siku mwenyewe ataikujia, atampea na usikiza na kuibia siri, utachapwa na hiyo talanta. Ficha tu. Atakwambia, ungelijua hautatumia talanta yangu, heri ungelipatia Winnie aitumie, itanipatia mafanikio kidogo, kwa sababu wewe hautaki kuitumia. Lakini umeamua kuiweka chini ya kitanda, utawekwa wewe na talanta chini ya kitanda. Biblia inasema, akasema, chukueni huyu mjinga, mumuweke mahali ambapo watu wanalia na kusaga meno. Mtu mwingine akaniuliza, wale wenye wanalia huko na kusaga meno kwa sababu wana meno, na wakiwa ni vibogoyo? Nikamwambia, wakiwa vibogoyo watasaga vibogoyo. Alo, sasa watasaga inyawana. Wale wanasaga meno, hao watasaga mahoho. Sasa sikiza mtoto wa Mungu, nataka uelewe kitu vizuri na unisikie vizuri. Mungu hajakuita ukuje uweke hiyo kiti moto. Mpaka kiti yako inakujua, hata ukikuja inaanza kukwambia welcome, 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 welcome. Kwa sababu ukiiketia unaiwekaga moto. Hata wakisifu kiti inakuwa inakuuliza, utasimama? Umeshazoea. Wakikuuliza kanisa hilo ni gani? BMI, unafanyaga nini? Mimi ni mwabudu halisi. Utaendelea kuwa mwabudu halisi. Angalia ninapokuambia badilisha mawazo. Mungu anaita watoto wake waanze kutafuta jinsi watapanua mipaka ya huduma, watamtumikia kwa nguvu na kwa uweza, wabadilishe dunia, kwa sababu hakuna muda ambao utakuja baadaye. Muda wa kutumia talanta ambazo ametupea ni huu. Hakuna muda mwingine. Muda wa kumtumikia Mungu ni huu. Muda wa kuomba ni huu. Muda wa kuimba ni huu. Muda wa kutoa ni huu. Muda wa kutembelea wagonjwa ni huu. Muda wa kusaidia wasiojiweza ni huu. Muda wa kuhubiri injili ni huu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Angalia jirani yako, muulize, unangoja uzeeke? Unasikia mimi nakwambia, siku Mungu atanipatia 100,000 nitatoa tithe. Uongo. Uongo, tena uongo sana. Angalia jirani yako, mwambie hiyo ni uongo. Naamini hiyo sio wewe. Siku Mungu atanipatia 100,000 nitatoa tithe. Unajua tithe ya 100,000 ni 10,000 Kenya shillings. Uingie kwa mfuko yako hivi, uhesabu ngiri. Unajua ngiri? Brown, Kenyatta, 10, tupu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Utoe hivi, uweke kwa envelope. Alafu kuja sema, Bwana umenibariki, Bwana umenikumbuka. Wewe ikiwa unapataga 100, unachapa hesabu, unasema nikitoa sasa hapa, Mungu hata mwenyewe anaona hii hainitoshelei. Halo? Dama mwingine alikuwa anaomba Mungu amsaidie apate 1,000 Kenya shillings. Baba, ukinibariki tu na 1,000, mbele niitumie, nitatoa kwanza fungu la 10 Baba. Akitaka tu kutembea hivi, mtu akamkuta akamgozea kwa mfuko, akatoa 900 akampea. 900. Akasema, Mungu uko mwaminifu. Umeshatoa tithe yako. Mungu uko mwaminifu. Umeanza na kutoa tithe yako. Uko mwaminifu. Akaweka kwa mfuko, akaanza kutumia. Uko mwizi. Uko mwizi sana. Naomba Mungu abadilishe akili zetu leo.
Tuelewe ya kwamba atakaye kuwa mwaminifu kwa machache, huyo ndiye atakuwa mwaminifu kwa makubwa. Ikiwa unataka Mungu akufanye mkubwa, anza kuwa mwaminifu kwa hiyo machache amekupea. Hiyo muda kidogo amekupea, umtoshee yake. Hiyo pesa kidogo amekupea, umtoshee yake. Hiyo nafasi amekupea, umpe nafasi yake. Kama unasikia sema haleluya. Kama unasikia sema haleluya. Tikisa jirani yako mwambie badili mawazo. Kama unanisikia patia Bwana makofi. Shida tunayo ni kwamba tunangojea Mungu atufanye kuwa wakuu ili kwamba tumupee, ili kwamba tumuonyeshe, ili kwamba tumtumikie. Hakuna ukuu unakuja kwa sababu Mungu huwa graduate wenye walishindwa. Walikwambia Mungu ni shule zetu za hizi siku. Kitoto kiko kinaenda shule kinakuja na madaudi msalaba. Kutoka form 1 na unatafuta form 4. Na madaudi msalaba, tumejaa bado msalaba D+. Na unatafuta form 4. Unajiuliza hiki kinafika ka form 4 namna gani hiki? Hiki ni kia Absalomu kinabeba madaudi tu. Alo? Mungu hafanyaje hivyo? Wewe na Daudi yako mtakaa form 1. Alo? Na ukiendelea kuchezea hapo, utapata endelea tu hapo. Endelea kungojea. Pastor Alfred anainulia. Endelea kungojea. John Muller anainulia. Endelea kungojea. Unakutana Ronald ameenda. Endelea kungojea. Paka wote wameenda. Kuna kijana kingine tulikuwa nacho high school. Watu wakamaliza shule wakakuja wakakifunza. Kinakuwa tu hapo. Ushona kijana kinadunda kwa class, kinadundia kwa hiyo class mpaka kinakuwa kimodo. Mkiingia mnafikiria ndio kimodo cha hiyo class. Kinakuja hivi mnachangana. Buda. Tena hapa, shie ndio wakutawala. Shie ni mabuli. Shule haitafutaki mabuli, inatafutaka watu wa akili. Sasa na Mungu naye hata kuinua kwa sababu kuna jidanganya. Siku Mungu atanipatia hiyo uwezo, nitaanza kufanya hiki. Wenye wanajengeaga Mungu hawakuagi na wingi, wanakuaga na moyo. Wenye wanatumikiaga Mungu hawakuagi na masaa nyingi kukuliko wewe, wanakuaga na moyo. Kwa hivyo leo Bwana anamtuma nikwambie badili mawazo. Amen. Nasema badili mawazo. Amen. Nasema badili mawazo. Angalia jirani yako mwambie badili mawazo. Unajua siku Mungu atanisaidia, ni kweli nimesimamia kampuni yangu, nitakuwa nafunga, ninaenda. Kama uweze kufunga kibanda, utafunga kampuni wewe? Kibanda peke yake tena ni ya smoki 3. Unasema nikifunga hii smoki ilikuwa ya juzi itaharibika. Hata tu nikaikae hapa. Paka wewe mwenyewe unaanza kuona huruma, ikifika saa 2 za usiku unakula 2. Una promote. Kisha unasema siku Mungu atanipatia kiosk, itakuwa ninafunga hiyo, itakuwa ni yangu pekee. Kwa hiyo kibanda sio yako. Usipokuwa mwaminifu kwa madogo, makubwa hautakuwa. Mungu amenituma nikwambie leo, badilisha mawazo. Muda ya kumtumikia ni hii. Muda ya kumtafuta ni hii. Muda ya kuwataji nguvu zake ni hii. Muda ya kujifungua mbele zake ni hii. Kama unasikia sema amen. Kama unasikia sema amen. Wakuuliza mtu hapa yako ya mwisho kutoa tithe ilikuwa lini? Hakuna tithe. Sasa lakini pastor anaona niambie nitatoa tithe ya 50 baba. Itoe aje? Hivyo hivyo tu hauwezi kuna idharau, hivyo hivyo ndio tadharau ya 10,000. Hello? Ninaomba Mungu akubadilishe mawazo, akupatie nafasi ya kujua ya kwamba uaminifu wako na uhitaji saizi. I told you there is a difference between having faith and being faithful. Kuna tofauti wa kuwa na imani na kuwa mwaminifu. Kuwa na imani haijatosha, kuwa mwaminifu kwa Mungu inahitajika. Kijana alipopewa mali akaondoka na akaenda na mali. Biblia inasema akaanza kutumia pesa zake kwa anasa, akajizungusha wanawake, akajizungusha pesa,
na akajizungusha vinono, akaanza kutumia pesa zake kwa anasa na akaanza kujijenga. Unajua kuna watu niliwaambia saa hizi Mungu akiwapea tu gari watatugonga kwa barabara, watapita na sisi. Unaona mtu anaanza kukusalimia, hajawahi ataenda shule yoyote ya nje ya Kenya. Kuna habari. Unajiuliza na huyu rabani naye anatoka wapi? Kumbe huyu jamaa wamemsaidia tu na pesa. Jamaa ameona tuko na kafloti mahali wamewapatia kaloni rabani. Jamani, wewe utatuua bure. Wewe utangojea Mungu kama baisikeli inakufanya unaanza kubehave hivyo. Utangojea Mungu akupe Range Rover. Si utasimama juu unatembeza na mguu. Jamani, utatusalimu na funguo wewe. Angalau mwanzo kumwambia kuwa mwaminifu. Alo. Tumekuwa kwa mkutano mimi na Pastor Alfred mahali na Klaus. Na tukaambiwa tukaneno kadogo hivi na mtu wa Mungu ambaye tulikuwa tunakutana naye, ambaye is my mentor. I decided to take them and go and see him. The guy is blessed. He is blessed all over. Spiritually, physically, mentally, he is blessed. Ushaona unaingia kwa ofisi ya mtu unakuja tu kwa mlango hivi, unaconfirm huyu ni mtajiri kuniliko, huyu ananishinda kila kitu huyu. Hello? Ushaona unaingia kwa ofisi sio mtu, ofisi nakwambia toa viatu. Kwa sababu unaangalia hiyo carpet unaona tu hii sio hizo za kukanyaga kawaida tu. Kisha mwenyewe anakuambia, ulitoka viatu? Naambia, hamna shida. Unaingia inakushusha maringo kutoka hapa. Inafanya. And that pastor akatuangalia hivi. Akatuambia, sikiza niwaambie siri watoto wa Mungu. Mimi sikuwa na vitu vyote vile nilikuja kufanya na huduma. Kama vile wewe Amson hauna kitu yoyote ambao umekuja kufanya na huduma. Vyenye unabeba ni kwamba unabeba mafanikio ya watu. Wakati watakuwa waaminifu kwa Mungu wako, watapata mafanikio iliyo ndani yako. Nikasema, akatuambia Elijah alikuwa amevaa ngozi ya camel. Hakuwa na kitu yoyote ya kuonyesha, lakini alikuwa na uwezo ya kuangalia Elisha akamwambia, omba lolote utakalo na nitakupa. Sasa unajiuliza ataitoa wapi kwa ngozi ya camel? Anavaa ngozi ya camel lakini anajijua kenye kiko ndani, anamwambia omba lolote utakalo na nitakupa. Kisha huyu Elisha ambaye ameomba double anointing, Biblia inasema siku moja, sasa nikaanza kufikiria zaidi ya Kenya amesema. Biblia inasema siku moja Elisha akiwa katika gorofa ametulia ndani ya nyumba yake, wakaja watu wakazunguka nyumba yake. Huyu Elisha alikuwa na uwezo ya kuishi kwa gorofa, ijapokuwa aliyemfanya aishi kwa gorofa alikuwa anavaa ngozi ya camel. Kwa sababu alimwambia omba lolote. Ninaweza kuwa sina gari na ninabeba gari yako kwa ulimi yangu. Ninaweza kuwa sina pesa na ninabeba pesa zako kwa ulimi wangu. Uaminifu wako dhidi ya Mungu aliyenituma kwa maisha yako inaweza kukufanya mkubwa zaidi kuliko vile unafikiria. Fikiria jirani yako, mwambie badilisha mawazo. Akani challenge. Lakini kutu challenge ya maajabu, akatuambia kuna kijana alisaidiaga kuwa analala kanisani, akampatia kama mattress, akawa analala kanisani kwa sababu hana mahali ya kulala. Na huyo kijana alikuwa anaendelea tu kujitafuta kwa sababu pastor alikuwa na struggle na huyo kijana na struggle. Na huyo kijana alienda kufanikiwa. Saa hizi ni mmoja wa matajiri. Is a millionaire in dollars in the church. Alitupatia mfano wa kijana anafanyaga nini pastor? Siku moja tu kijana alimchukua mkono akamwambia, pastor, mbona leo huna gari? Naona unatumia gari moja ya mshirika. Akamwambia, ya gari yangu nilikuwa nataka kushughulikia watoto shule, nikawalipia, nikaiuza, ilikuwa haria.
Akamwambia pastor, follow me. Ingia kwa gari yangu. Akampeleka, akamfikisha kwa yard mahali wanauza gari. Akamwambia pastor, choose one you want. Pastor akazunguka, akaona area ambayo ilikuwa inakaa kama silvish. Akasema napenda hii, napenda hii. Kijana akamwambia pastor, ninajua unapenda hiyo area kwa sababu ulikuwa na haria. Pastor, toka kwa haria sasa. Pandisha ngazi kidogo. Kwa sababu unaona hauelewi kenye unataka, kuja hapa. Akampeleka mbele ya ofisi yake. Leo alituonyesha kenye kilikuwa kinasimama hapo KV8. KV8 kinasimama hapo. Anasema huyo kijana akamwambia pastor, jaribu pea pastor funguo, jaribu unaisikia aje, unaweza kushuka. Kama ni wewe utashuka. Pastor anasema wakampea documents za gari, wakamwambia pastor, now you can go home. Akajaribu, alipofika kwa gate wakamwambia documents sir, akapeana hivi. Wakamwambia oh sorry sir, thank you so much and congratulations for buying a V8. I can go now. So you mean I can leave the gate and go? Wakamwambia if that is yours, go. Anatambia alijua ni yake akiwa amefika kanisani. Ndio alikuwa kugundua, this is mine. Who bought it? A guy who was sleeping in a church kwa mattress hapo nyuma, kwa sababu aliamini Mungu wa huyo mchungaji. Tuna struggle sote lakini hatuko sawa. Huyu anabeba Mungu ambaye ninamtafuta. As long as I will be faithful to his God will make me greater even than him. Naomba Mungu akukumbuke. Tikisa jirani yako, mwambie badilisha mawazo. Angalia jirani yako, mwambie badilisha mawazo. Sisi tuko tu hivi na tutabakia tu hivi. Hautabakia hivyo. Leo utabadilisha mawazo. Utakuwa mwaminifu kwa Mungu. Utakuwa muombaji mzuri. Utakuwa mtoaji mzuri. Utatumikia Mungu vizuri na Mungu atakuinua. Amen. Nasema na Mungu atakuinua. Nasema na Mungu atakuinua. Kijana alipoenda kutumia anasa, Biblia inasema akaliwa kila kitu mpaka akaisha. Sasa nikwambie siri, mtoto wa Mungu. Ukiona watu wanakufurahiaga kukuchekea, sio wewe. Kuna kenye unabeba wanachekeaga. Siku kitatoka ndio utajua ukuaje na wewe na kitu. Can I tell you something? Today you are sitting there and preaching. Leo unakaa hapo ninahubiri na ninaona unasikiza. Nikisahau kenye kinafanya unasikiza, kesho ninaweza kuhubiria vite. Siku tu nitasahau ya kwamba ni hiyo upako ya Mungu juu yangu, hiyo neema ya Kristo juu yangu ndio inanifanya niwe nilivyo, alafu nijifanye fundi, nijiingize kwa mambo ya ukora ya dunia, nitahubiria viti bila watu. Kwa sababu kinachokufanya kunisikiza sio kwa sababu ninaitwa Ackson, lakini ni kwa sababu Mungu amenipea neema ya wewe kunisikiza. Sasa kenye nitachunga sio wewe, ni hiyo neema iliyo juu yangu, ili kwamba hiyo neema ikuchunge. Amen. Hallelujah. Hiyo utakatifu ulio juu yangu ndio nitachunga, kwa sababu bila hiyo utakatifu nitakupoteza hata wewe. Ukiona mtu anakupenda, ujue huyo mtu hakupendi wewe, anapenda nyota yenye Mungu ameweka juu yako. Ukipoteza nyota, unapoteza upendo. Kama unasikia sema amen. Dada zangu, can I talk to you? Kaka hawezi kuja leo anakuambia I love you. Kesho unaanza kujibeba na kabag, ka handbag. Eti unaenda sleepover. Na kwa ka handbag umebeba tungo tuwili. Na kuja sleepover, nitaenda Sunday. Wewe na sleepover wako utaenda Sunday na ndio mwisho. Walikwambia sleepover ndio itakupea mwanaume. Ni Mungu ndiye amemleta huyo kaka kwa maisha yako. Chunga Mungu, Mungu atachunga mwanaume. Ukipoteza nyota, hiyo nyota itakufanya unabakia wasilipovu. Nataka ni maintain. Nataka ni manage. Manager. Habari yako? Mungu akupe neema. Ujue ya kwamba kenye kinakufanya ukubalike na watu ni huo Mungu aliye juu yako. Ukimpoteza utapoteza kila kitu.
Ndio kwa maana niliwaambia Yusufu alijua hiyo, na ndio kwa maana hata alipoona ameinuliwa hakuruhusu waliomuinua wampotezee nguvu za Mungu juu yake. Alisema heri mnirudishe chini, huyo mwenye alinifanya mniinue atafanya mwingine aniinue. Potifa unaweza kunirudisha chini, Farao ataniinua, kwa sababu Mungu aliye juu yangu aliyeniinua kwa Potifa ataniinua jela, ataniinua kwa Farao. Mungu sio nyinyi. Haleluya. Nasema haleluya. Kama hujui cha kuchunga, acha kuchunga relationship. Chunga Mungu. Na Mungu atachunga relationship. Kama namsikia sema amen. Huyu kijana akakula anasa wakati pesa ziliisha, watu wakaishia. Wewe unakwambia kuna mtu anataka mtembee na yeye kila siku, yeye analipaka fare. Nikupeleke out leo, bili ni yangu. Kesho bili ni yangu. Kesho bili ni yangu. Ya kufuata nitakuhepa. Kila siku bili ni yangu. Kila siku ndio unagundua kumbe sio mimi mtu anapendaka. Ni uwezo wa kulipa mabili ndiye anapendaka. Jamaa alipomaliziwa pesa tu anapigia mabeshte, mko wapi? Nani atashika? Unataka utuombe? Let me tell you, dunia inakuwa funny. Dunia tu ndio mtu anaweza simamisha gari hivi. Iko natembelea gari kubwa, mtu wa barabara tu asimame kama mbele, buda niwashie sigara hapa kidogo. Na iko na sigara hii, na anamwashia ama anamwachia hata hiyo. Mwambie niachie ngiri uone. Sigara. Watu wa sigara wanapendanaga, wanasaidianaga, lakini na sigara sio na pesa. Walevi. Unaweza kutana mlevi hana pesa, lakini unasema pea huyo naye. Pea na huyo. Unajua huyu jamaa alipata mshahara gani? Hapana, ni 60,000. Pea na huyo. Pea wote. Kwa nini apee wote? Si ni sumu? Kwani nani ananyamanaga sumu? Mwambie sasa buda, mimi usininunulie chupa, nipei kaunga tu nipeleke nyumbani. Unga peleka ujenga nyumbani. Why? Kwa sababu hiyo ni ya kusaidia. Pengine yote ni ya kuua. Kijana alipoishiwa, kila kitu kimeisha. Akaanza kutafuta wale wenye alikulaga nao pesa yake. Hakuna mwenye alionekanaga. Sasa Biblia siri mtoto wa Mungu. Unaona hao watu ambao wamekuzoea wakati hauna kitu. Shika hao watu vizuri. Kwa sababu hawa ni watu wa maana. Kuna watu ambao watakuja kukupenda sio kwa sababu ya vile ulivyo, lakini kwa sababu ya kile unacho. Sasa wao huwashike vizuri. Alo. Nazoea kuambia watoto wangu kila mara, sikuzaliwaga na kitambi. Hii ni matokeo ya bijou. Sasa usikuje kuniona unasema, pastor wetu anakaga, amejenga, iko sawa. Angalia picha yangu ya miaka 10 imepita. Utasema huyu jamaa alikuwa na lamba, unajua hiyo lollipop. Kichwa kubwa hivi miguu. Mimi hata nitamani kwa sababu ya vile niko saizi. Hanipendi. Anapenda mafanikio. Sasa sikiza nikwambie siri. Penda wale ambao wanakupenda wakati hauna kitu. Alo. Kijana alipoishiwa, wote wenye alikuwa anafikiria anasaidiaga wakapotea. Anaenda omba kazi kwa wale wenye alikuwa anakunya nao, hawaonekanaje. Anaenda tafuta wale wenye alikuwa anakula pesa nao, hawakuaje. Wale wanawake wenye alikuwa anafanya nao tabia zake, hawakuaje tena. Ndio akagundua kumbe dunia ni dunia. Ndio kijana anaenda tafuta kazi, anaomba kazi, wanamwambia kazi tu yenye inakumachi wewe ni kukulisha nini? Nguruwe. Na hiyo kazi hawakuwa wanampea nayo. Biblia inasema akatamani kazi ya kulisha nguruwe yeye, ili kwamba kwa kulisha nguruwe ale matumbo ambayo yameachwa na nini? Wewe unajua chakula ya nguruwe? Chukua tu dakika moja ujiulize nguruwe. Niko naongea nguruwe. Unajua nguruwe? Unajua nguruwe?
hiyo kamasi, anatoka hiyo nini, anakula. Nguruwe tu ndio mwenye anakuwa kama anakula na anakanyaga kwenye iko nakula, kisha anatoka tena anakula. Anaweza aingia hapo, anajisaidia kususu, tena anakula. Na jamaa yako anasema maliza kula ni kule. Ambaye aliacha mali na kila kitu kwa sababu aliambia baba yake, nipe sehemu ya mali yangu. Na akinyeke na mfunga akili ni kwamba sinaga tena kwetu. Nimeshatoka kwetu, nimeshaenda mbali. Leo ninakuja kukutangazia hakuna umbali umeshaenda. Huyo umbali ambao umefikiria umeenda, utarudishwa leo karibu na baba. Amen. Nasema utarudishwa karibu na baba. Amen. Ukibadili mawazo utarudishwa karibu na baba. Nasema utarudishwa karibu na baba. Napenda Mungu sana kwa sababu Mungu angelikuwa kama watu wangelikuwa wanatuhesabilia madhambi na makosa tulifanya, lakini Mungu huwa hahesabu madhambi, huwa anaangalia ni nani amebadili mawazo. Ukibadili mawazo anakupokea, na akikupokea anakupokea vizuri mpaka unasahau shida zako. Biblia inasema mahali ambapo John Mulee alisoma, kijana akajirudia. Haleluya. Na kujirudia, hakujirudia kusema mimi ni mtoto wa mtajiri, lakini akasema watumishi wa baba yangu. Sikia ngazi yenye anajirudilia hako. Hajirudii kama mtoto wa boma, anajirudia kama watumishi wa baba yangu wanakula na kusaza vizuri, na mimi ninateseka hapa, nitarudi kwa baba yangu. Fikiza jirani yako, mwambie tunarudi nyumbani. Mwambie tunarudi kwa mafanikio. Mwambie tunarudi kwa kuinuliwa. Mwambie tunarudi kwa huduma. Natangaza leo Bwana akurudishe mahali shetani alikuwa amekutoa. Natangaza Bwana akurudishe mahali shetani alikuwa amekuondoa. Natangaza mahali ambapo unafaa kuwa, mbingu zikurudishe leo. Furaha uliyoipoteza kwa maisha, mbingu ikurudishie leo. Amani ya roho uliyoipoteza kwa maisha, mbingu ikurudishie leo. Salama ya huduma uliyoipoteza kwa maisha, mbingu ikurudishie leo. Kama unasikia sema haleluya. Kama unasikia sema haleluya. Kama unasikia sema haleluya. Unajua mtoto wa Mungu, shida ni kwamba tumeshaambiwa hatufai, hatuenei, hatuwezi kubalika. Hakuna mwenye anaweza kusamehe dhambi kama hiyo. Hakuna mtu anaweza kukusamehe kitu kama hiyo. Nilimwambia dada mmoja kata kwangu, akaniangalia akaniambia, pastor, ninataka sana niongee na wewe, lakini sijui kama nitakwambia kitakustua. Nikamwambia nini? Nataka kuuliza kweli Mungu anaweza kunisamehe? Nikamwambia kwa nini? Kwa sababu pastor, unajua nimeshaaboti mara 19. Unajua najitia moyo, lakini unasikia sio mara 9, mara 19. Hiyo ni klani ameshaoa. Na kwa mwisho kwenye niliaboti naye nilitoa mimba ya mtu ambaye alikuwa anachumbia mama yangu. Alikuwa anataka kuoa mama yangu. Mungu atanisamehe kweli? Ningelikuwa mimi ndiye Mungu, ningemwambia unafaa kuuawa. Nikajikuta mimi si Mungu. Nikitaka kugeuka kusikiza nini yenye Mungu atasema, nikakutana Biblia inasema hata dhambi zenu ziwe nyekundu kama damu, ukinirudi nitazisafisha kuwa nyeupe kama theluji. Njoni tusemezane nani. Nikagundua ndio kwa maana mimi si Mungu. Nikamwambia kwa sababu unauliza kama Mungu ndio atakusamehe. Hakuniuliza kama mama yake, angeniuliza mama yake ningemwambia atakunyonga. Akijua kama wewe ndio ulifanya mwanaume amemwacha, atakunyonga. Lakini Mungu atakusamehe. Haleluya. Akaniuliza atanisamehe? Nikamwambia sio atakusamehe. Umetubu? Akasema ndio, amekusamehe. Kwa hivyo nikamwambia imeisha. Hiyo story ya kusema dhamiri zako zinaanza kujiuliza itakuwa nini, tutaendaga aje, tutakuwa aje. Ukitubia dhambi zako, yeye ni mwaminifu na wa haki kwa kukusamehe. Amen. Haleluya. Amen. Huyo dada leo
ni mwimbaji mzuri kanisani, anafanya huduma kanisani, anahubiri, anafanya kila kitu, mbingu zilimsameheaka. Na siku moja mimi nina uhakika tutakutana mbinguni. Sasa jirani yako mwambie, hata wewe badilisha tu mawazo leo. Kama unasikia sema haleluya. Nasema leo ukibadili mawazo, haijalishi makubwa ambao umeyapitia, mbingu zitakusamehe na zitakutumia. Haleluya. Wewe umepanga tu masambi kwa laini hivi, uko unatuangalia. Sio kwamba uko unatufanya, lakini tumekukula kichwa, tumekutesa, tumekusumbua. Tuko tunakuja kila siku kwa kichwa yako ili kwamba ujiulize nini tena ndio yenyewe nitatubu. Bwana hataki uendelee kumkumbusha. Bwana ameshakusamehe. Bwana anataka ujiweke sasa tayari akutumie. Haleluya. Kijana akajirudia kwa akili akasema, mbona baba yangu iko na wafanyakazi ambao wanakula na kusaza vizuri? Nitarudi kwa baba yangu nimwambie, baba, sistahili kuitwa mwana wako, unifanye mmoja wa wafanyakazi wako ili kwamba na mimi nipate msosi tu. Ukibadili mawazo leo, baba atakuwazia zaidi ya vile unachowasia. Nasema ukibadili mawazo leo, mbingu itakufanyia zaidi ya vile unafikiria. Ukibadili mawazo leo, mbingu itakuinua zaidi ya vile unawazia. Ukibadili mawazo leo, mbingu itakutumia zaidi ya vile unafikiria. Nimeona Mungu akitumia watu ambao walikuwa wabaya zaidi, lakini walipobadili mawazo, mbingu ikawatumia. Naomba leo Mungu akutumie. Haleluya. Haleluya. Nasema haleluya. Kijana akafanya hatua, akarudi kwa baba yake. Na Biblia inasema kijana alipotokezea kwa mbali, baba yake akaona kijana wake kwa mbali. Akasema, ninaona ni kama ninaona kijana wangu kwa mbali. Munipe njia nikimbie niende nimlaki. Alo, baba hasemi, ninaona ni kama mtoto wangu amekuja na mang'ombe na magari na vitu vingine. Vile Mungu anahitaji kutoka kwako sio vitu vingine. Mungu anahitaji ukuje na vidonda vyako na hali yako na vile ulivyo, matope na vingine, kwa sababu kazi yake ni kukuosha. Amen. Mungu haiko na kutafuta urudie na success na kila kitu. Alo. Mungu haiko na kutafuta urudie na vitu vinakuzunguka na kila kitu. Hapana, Mungu anakutafuta tu moyo wako umrudie yeye. Na ukikubali leo kubadilisha mawazo na kuacha kujitesa, yeye atakuja kukulaki. Kwa sababu hakuna kitu Mungu anapenda kama watu wakibadili mawazo. Watu wakibadili mawazo, Mungu anawakumbatia. Biblia inasema baba akakimbia, akamlaki mtoto, akatoa peta yake, akamvika, akasema, toweni hizi nguo chafu, akamvika nguo nzuri, akasema, andaeni karamu na mchinje ule ng'ombe nono, maana yake mtoto wangu aliyekuwa amepotea sasa ameonekana, aliyekuwa amekufa sasa yuko hai. Akachukua, sherehe ikaanza. Baba hamuulizi, by the way, hiyo pesa mpea nenda? Na baada ya kupea pesa ukafanya? Waelimu ndio chukuaga. Utalala kwa waelimu. Baba hajui wa elimu, baba hajui wa ngweshe, baba hajui wa nduma. Baba hajali kujua nani alitumiaka vitu. Baba anajali mtoto amebadili mawazo. Leo ukibadili mawazo, mbingu haitakuhesabilia makosa, mbingu itakuhesabilia mafanikio. Kama unaamini sema haleluya. Mbingu haitakuhesabilia na ulitoka kazini na nani, na ulilalaga na nani, na hiyo usiku ikakuwa nini, na hiyo siku ikaenda namna gani. Mbingu haina haja ya kuhesabilia, yenyewe ilishakapita. Ukibadili mawazo, Biblia inafunga, inatupa mbali, unapewa mwanzo mpya. Haleluya. Mungu anakuwa mzuri, ambaye Biblia inasema kuna wale walioanza kazi saa 2 za asubuhi, wengine wakaingia saa 5, wengine wakaingia saa 7, na wengine wakaingia saa 9, na ilipofika saa 11 wakaja wengine wakaambiwa waingie. Na wakati ilipofika saa 12, wakati mshahara ulianza kupeanwa, wakaanza na wale wa saa 11 wakawapea sawa na wale wa saa 2, wote wakapewa mshahara moja. Wao wa saa 2 wakasema, Bwana, mbona sisi tumetumika kualiko wao? Akawaambia, hii kazi haiko yenu, kazi ni yangu, na pesa yenye niko nalipa sio yenu, ni yangu. Ni mimi nimeamua nitalipa watu vile ninataka. Huyo ndiye Mungu ambaye
waliookoka leo na waliookoka miaka 20 imepita, wote wataingia mbinguni. Waliokumbuka kubadili mawazo leo na waliobadili mawazo kitambo, wote watafanikiwa. Acha kusema nimekuwa na miaka imesonga. Miaka ni namba. Badili mawazo, baraka zako zitaachiliwa. Badili mawazo, nguvu za Mungu zitakuguza. Badili mawazo, uwe mdogo ama mkubwa, mzee ama mkongwe, atakutumia. Kama unasikia sema haleluya. Kama unasikia sema haleluya. Abrahamu ambaye alibadili historia ya Biblia anaitwa baba wa imani. Unajua Mungu alianza kumtumia akiwa na miaka ngapi? Mungu alianza kutumia Abrahamu akiwa na miaka 75. Nani kuna 75 hapa? Acha nione. Nani kuna 75? Hakuna. So, wewe unaona umezeeka, si ndio? Wewe unaona muda ya kutumiwa na Mungu umeshapita, si ndio? Sasa jina lako mwambie badili mawazo. Ikiwa Abrahamu Mungu alimkutana 75 na akamtumia na Abrahamu akaitwa baba wa imani, wewe Mungu atakutumia. Nasema wewe Mungu atakutumia. Nasema wewe Mungu atakutumia. Hata kujifanya ni kama mwenyewe nimeshapoteza kila kitu. Everything is gone. Unasikia mtu anakuambia, I don't think God can ever remember me. Sara. Abrahamu alikuwa na 75, Sara alikuwa na 65. Na tutoke hapo, twende. Wakati Sara alipata mtoto alikuwa na 90. Acha nione nani wa 90 hapa. Sijauliza ulizaliwa 1990. Nauliza nani kwa 90 years. Wewe unajua mtu wa 90 years? Ni kaos. Paka naita Klaus kaos. 90. Lakini Sara na 90 yake katumbo kanaanza kusonga. Watu wanasema kai. Acha nikuambie, muujiza sio tu ya kwamba alikuwa amepita menopause, lakini mkongo ya mtu wa 90 iko na uwezo ya kusustain tumbo for 9 months. Hiyo inaitwa muujiza yenye watu hawaongeaje. Unajua watu wanaongeaga tu muujiza ya bahari ya Shamu, ya kwamba Mungu akapasua maji. Lakini watu waonaje ya kwamba bahari ya Shamu ni deep. Hawakumbukaje ya kwamba Mungu pia alipandishaga udongo. Can I talk to somebody? Kuna miujiza tunaongeaga na kuna miujiza hatuongeaje. Naomba Mungu akufanyie mpaka watu waongee wasahau zingine. Mungu akufanyie muujiza mzito mpaka watu wakianza kuongea wasahau zingine zinaweza fanyika. Bahari ya Shamu iko deep. Mimi mwenyewe niliingia hapa. Nikajiuliza sasa kama walivukaga hawakwenda wanafanya hivi. Na wao wanasema wengine turuke twende. Maana yake kama Mungu alishikilia maji huku na akashikilia maji huko, pia aliinuaga udongo ili kwamba watembee. Naomba Mungu akufanyie kenye wengine hawatakumbuka. Waone tu ya hivi, kumbe kuna ingine ya hivi. Kwa sababu ulibadili mawazo, muujiza wako ukue wa kushangaza mpaka watu wasielewe. Sara mgongo ya 90 inashikilia ujauzito. Hakuzaaga na CS. Normal delivery. Tena sio usi. Nyumbani. Sara amepata mtoto. Nani? Sara mgani? Huyo wa huko. Shosho. Kila mtu anakuja anakimbia wale mtoto wa shosho. Mungu atakufanyia muujiza ambayo itafanya iwe ni wimbo ya kila mtu anataka kuona. Ukibadili mawazo. Miaka imesonga ili kwamba watu watakaokuja kukutafuta wao wenyewe miaka yao nao imesonga. Hello. Niliwaambia ulisikia rafiki yangu engineer anawapea ushuhuda ya huyo rafiki yake ambaye alipata mtoto wakiwa wameko around 58, mzee ameenda around 60 something, na walipopata mtoto watu walitoka all over. Mpaka prime minister wa Japan alikuja kushika mtoto kwa sababu anasema I want to see a baby who was born at that age. Akakuja kashika mtoto akasema
This is miraculous. Wewe unafikiria mama anapata mtoto na 20? Hata ni 10 angejali. Sasa unakuja kushika mtoto wa 20 kwani kwanza umepata mtoto akiwa maina. Lakini ameshapita miaka na kila kitu. Na ukiona huyo mama kabisa, mimi ni bwana mjua kabisa huyu ni mzai. Lakini mbingu zikasikia sauti yake. Na mbingu zikanisaidia nilipomwombea. Mbingu zikampea mtoto. Haleluya. Na mbingu zilipomkumbuka zikamshangaza. Nilikuja kugundua kitu moja. Sio maombi niliombea huyu mama tu ndiye alimpea mtoto. Lakini ni wakati huyu mama alipoona kenye Bwana anafanyia bwana yake. Mbingu zinaponya mume wake, zikabadili mawazo yake. Akanifuata, nilikuwa nikiondoka kwa mlango. Mimi na huyu pastor ambaye atakuwa akifanya kuhubiri hapa kwa conference, pastor hapa. Tulikuwa tukiondoka, akaja na kimbia nyuma yetu. Akatuambia tafadhali watumishi wa Mungu, ikiwa Mungu ameponya bwana wangu, ninaamini Mungu anaweza kunipea mtoto. Pastor yako akageuka. Akataka kurudi kwenda kuomba, nikamshika mkono, nikamwambia ngojea. Nikamwangalia, nikamwambia nitarudi hapa kwenda kudedicate mtoto wako very soon. God bless you. Amen. Kasikia engineer anamwambia hivyo tu ndio anaongeaga, hiyo upokee, hiyo ni kwa yako. Nikamwambia pastor, hiyo itatosha, twende. Tumeombea bwana yake mpaka mguu imenyooka. Mtoto huyu Mungu mwenye anaotesha mguu anaweza kutesha mtoto, kwa hiyo tumpokea mtoto. Tukaondoka. Ukibadili mawazo leo, muujiza wako utashangaza watu. Nasema ukibadili mawazo leo, muujiza wako utashangaza watu. Siku nilienda kudedicate ya mtoto, nilipigiwa masimu sijui za aina gani. Messages zinaingia. Pastor, something has happened. Nauliza nini? Uko wapi? Nikasema niko nyumbani. Hawaniambia tawasha gari tukutane mahali hapa. Nimeshatuma dereva tukutanie hapo kwa junction ya kuingilia Kiambu Road. Nikasema dereva amekuja, wamenichukua, nimeenda. Ikifika hapo wananiambia tunaenda kwa mtu fulani, tunaenda dedicate mtoto. Ngambia mtoto ngani? So walisema utakwenda kudedicate mtoto very soon, wanakungojea. My friend, nilienda, niko napanga maombi ya dedication. Ushaona napanga maneno kwa kinywa. Nitaomba hivi. Nikushika kile kitoto hivi. Kinaitwa Samuel. Nikatabiri. Hapa na mashaka. Unaangalia mama hivi. Mama ndio anafanya tabisi mtoto. Shosho ndio anakuletea mtoto. Mama mashaka. Hallelujah. Glory. Badilisha mawazo. Nasema badilisha mawazo. Huyu Mungu angalia anafanya. Nasema badilisha mawazo. Huyu Mungu angalia anatenda. Nasema badilisha mawazo. Mbingu zingali zinakumbuka watu. Badilisha mawazo. Mbingu zingali zinatumia watu. Badilisha mawazo. Mbingu zitakukumbuka leo. Nasema ukibadilisha mawazo, mbingu zitakufanikisha leo. Ukibadilisha mawazo, mbingu zitakuinua. Kwa hiyo nyumba ni ujiza ngapi? 2 kubwa. Baba ambaye walikuwa wametengeneza kiatu ambayo ilikuwa ni imeongeza 20 millimeters, maana 2 centimeters. Saizi anatembea kila siku na katoto kake kanazunguka karibu yake. Alo, walikuwa mpaka wamesha adopt mtoi mwingine ambaye atarizi, kwa sababu that was the only option. Nafikiri wa adoption anajua tumurithi ni nani na nani haikumurithi. Hapa sasa inajidefine. Am I talking to somebody? Na kuambia ukisikia adoption, maana yake options zilikuwa zimeisha. Na kuombea leo ukibadili mawazo, Mungu akupatie suluhisho baada ya kukosa option. I told you God is not the better option. Better option is Safaricom. God is not a better option. God is the only option. It is until you run out of options, you realize God is the only option. And when you go to Him, He will never fail you. Amen. I say today, if you have given up, change your mind. Kama leo ulikuwa umechoka akili, badilisha mawazo. Kama leo kichwa yako ilikuwa imeshuka, badilisha mawazo. Tukiwa kwa hiyo ndege, nikawaambia dada huyo, akanigeukia akaniuliza, baba, ikiwa haukuogopa kwa hii ndege, wakati nzima nikataka kuanguka,
wewe haukuogopa, naweza kukuelezea shida yangu. Akabadilisha mawazo. Alikuwa ameamini ya kwamba atakufa hivyo. Akaniangalia akaniambia, nilipokuwa msichana nilichezaga na maisha yangu, nikapata shida, wakanitoa uzazi. Sasa nimeoleka na bwanangu hana hiyo habari. Mungu wako anaweza kunikumbuka kweli? Nikamwangalia nikamwambia, hii ni namba yangu. Utakapopata mtoto nipigie. Saizi iko na 3. Am I talking to somebody? Ukibadili mawazo, mbingu zitakukumbuka. Nasema ukibadili mawazo, mbingu zitakukumbuka. Nasema ukibadili mawazo, mbingu zitakukumbuka. Simama kwa miguu yako. Ina mikono yako, sema yeye Bwana Yesu, leo ninabadili mawazo. Mungu, ninabadili mawazo. Mahali pote pale nilikuwa nimegive up, unikumbuke. Nimerudi kwako. You are the only option. I need you. Jesus, I need you. Jesus, I need you. You have a better plan for me. For you are the only option. Now, I change my mind. I come back to my senses. I realize that you are able. Wewe unaweza. Mahali watu hawawezi, wewe unaweza. Jioni ya leo nimeamua nitakuwa mwaminifu kwako, na wewe unitumie, uniinue, unifanyikishe, unifungue. Maneno ya watu uiaibishe, unifanyikishe watu wajue ya kwamba una suluhisho zidi yangu. Bwana, nainua mikono yangu nikikuonyesha kwamba nimebadili mawazo, na kushangilia kwa kunikubalia tena, na kushangilia kwa kunikubalia tena, na kushangilia kwa kunisamehe tena, na kushangilia kwa kunisamehe, na kushangilia kwa kunikubali. Asante Bwana Yesu kwa makubalio yako, kwa mafanikio yako. Fungua tu kinywa chako kwa dakika moja. Waambie Bwana asante. Ambia Bwana asante kwa kukukubali tena, kwa kukutumia tena, kwa kukufungua tena, kwa kukuondolea aibu, kwa kukuondolea laana, kwa kukuondolea mikosi, kwa kukutumia zaidi, kwa kutumia vipawa vilivyo ndani yako, kwa kukupatia matibabu ambayo daktari wangekupa, kwa kukupatia tiba ambayo hawangelikupea. Ambia Bwana asante. Ambia Bwana asante. Nimebadili mawazo. Nimebadili mawazo. Nimebadili mawazo. Nimebadili mawazo. Nimebadili mawazo. Kwa jina la Yesu. Amen. I want you to hear me clear. Unapotoka hapa, mtoto wa Mungu, kwenda chini sio option. Kushindwa sio option. Option ni kwamba Mungu ana mama. Mungu ana mema juu yako. Mungu ana mawazo mazuri juu yako. Kama unasikia sema amen. Kama unasikia sema amen. Na kuacha na hii habari. Habari ilikuwa ya ndugu ambaye alikuwa amepelekwa hospitali, na daktari alipoenda kumpima, daktari akagundua ya kwamba huyo ndugu anabaki na dakika chache za kuishi. Daktari akamwambia, ndugu yangu, umebaki na dakika chache za kuishi. Kwa hivyo useme kinyo unaweza tukusema ili kwamba ukufe. Tafadhali, kama kuna mtu yeyote ambaye unaweza kuambia kitu, umwambie, kwa sababu unaenda kufa. Na huyo ndugu akamwambia, niko na neno moja tu ya kusema, na mnitie familia yangu ndio nitaambia. Wakaita familia waingie ndani haraka aseme akufe. Familia ilipoingia akawaangalia akawaambia, neno moja tu nitasema, mtoe huyo daktari nje, mulete daktari mwingine, kwa sababu ameniambia nitakufa na mimi ninajua sitakufa. Sasa huyo mtoe, mulete mwingine. Wakaleta daktari mwingine. Alipompima akasema ni mashini ilikuwa inaonyesha magonjwa vibaya, lakini inaonekana hakuna magonjwa. Akasema asante, mniache nirudi nyumbani.
na akaandika hiyo kitabu yake akasema, kabla hawajakuconvince kumaliza, jaribu kubadilisha mawazo, uchukue ingine option, kwa sababu Mungu wako haja run out of options. Kama walikuambia umefika mwisho, jaribu kubadili daktari. Kama unasikia sema amen. Jaribu option nyingine, kwa sababu Mungu iko na solution tu. Kama unasikia sema amen. Usikubali kufa kwa sababu haujafikia kufa. Ruhusu Mungu afanye kile anaweza kufanya. Inua mikono yako, sema surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. May the grace Amen. Amen. God bless you.